mwezi Disemba tulipata bahati ya kushiriki kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ambao pamoja na mambo mengine ulisomwa utekelezaji wa ilani. Na kwa namna utekelezaji wa ilani ulivyosomwa, kila Mtanzania alikiri kwamba hajapata kutokea wakati ambapo serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Rais Samia imefanya kazi kubwa kwa Watanzania kama wakati huu. Kazi hizi zimefanywa kwenye maeneo yenu. Kazi hizi zimefanywa katika mipaka ya utawala ya halmashauri zenu, wilaya zenu na mikoa yenu. Hali hii iliwafanya wajumbe kuridhia kabisa kwamba utekelezaji wa ilani umefanywa kwa viwango vya juu sana. Tumpigie makofi rais wetu. Kutokana na hali hiyo, wajumbe wakaridhia kwamba rais wetu Dr. Samia awe ni mgombea pekee wa Chama cha Mapinduzi. Hayo hayakufanyika kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu Watanzania waliridhika. Watanzania wameridhika na kuridhia kwamba kazi kubwa imefanyika. Lakini kazi hizi tunazozungumza katika sekta zote pamoja na kwamba leo tumewaita kama maafisa habari kwenye mamlaka zenu, mamlaka za tawala za mikoa na sekretarieti za serikali za mitaa, lakini ninyi mnabeba ujumbe mzito wa sekta zote nchini. Kila sekta katika misingi ya D/D ambayo baba wa taifa aliasisi, tukaiingiza kwenye katiba mamlaka ya uanzishwaji wa serikali za mitaa, ibara ya 148 nadhani, si 145, 146, 148, sikumbuki vizuri, lakini hapo kuanzishwa kwa msingi wa wizara hii ni kwa sababu ya kusogeza huduma karibu kwa wananchi, kusogeza mamlaka kwa wananchi, na mamlaka hizo zinatekelezwa vyema na ninyi mkiwa ni kiungo kikuu cha utolewaji wa taarifa katika maeneo yenu. Kwa hiyo kufanikisha kwa utekelezaji wa ilani si kwa bahati mbaya, kwa sababu lipo kundi kubwa la Watanzania ambalo lenyewe ndio linabeba nguzo na sura ya kutoa tafsiri ya kile ambacho kinafanyika katika maeneo yetu. Na kundi hili si lingine, ni kundi hili la maafisa habari katika sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa. Ninyi ni nguzo ya maamuzi ya kuwalisha Watanzania taarifa sahihi ya kile ambacho kinaendelea katika maeneo yetu, katika vijiji na vitongoji, katika mitaa na kata, katika tarafa na halmashauri, katika wilaya na katika mikoa. Kwa hiyo mafanikio ya ilani hayatazungumzwa vyema bila kuwataja ninyi kama kundi muhimu kabisa la utolewaji wa taarifa. Kwa hiyo niwapongeze kwa kazi kubwa na kazi nzuri ambayo mmeifanya kwa muda mrefu. Lakini ninyi kama walishaji, mkiamua, na leo nimefurahi nimemwona Dr. Rioba hapa, na bahati nzuri Mapepele nadhani kwa vijana wengi amewafundisha. Kwa wale vijana, yeye alikuwa ni mwalimu, yeye ni mwalimu kawafundisha wanahabari wengi hasa vijana.
lakini mnaye Dr. Rioba, mtendaji mkuu wa TBC, na watendaji wengine ambao ni senior, maafisa waandamizi waliofanya kazi kwenye maeneo mbalimbali. Mnao mtaji wa kujua nini cha kulisha kwenye jamii. Kama mngeliamua jana mkasema mnataka taarifa zenu tu zitoke kwenye media zote, ninyi mngeamua, ingewezekana. Sijui lugha yangu imeeleweka vizuri. Idadi yenu mnaweza mkaiona ni ndogo, lakini ninyi ndio mnawakilisha Watanzania milioni 64 kama wanahabari mlio karibu na jamii kabisa, mliosogeana nayo kwa karibu, mwenye nafasi ya kuweza kuzungumza jambo ambalo jamii mnayoishi nayo ikalielewa kwa ufasaha, na pengine taarifa zenu zingeweza kutamba kwenye mitandao, zingeweza kutamba kwenye vyombo mbalimbali vya habari, kama ninyi mkiamka na mkaamua sasa mmedhamiria kuhakikisha kwamba habari inayotoka ni habari ya Bariadi, habari inayotoka kwenye media ni habari ya Chato, habari inayotoka ni habari ya Shinyanga, habari ya Kahama, habari ya Kagera, habari ya Pwani, habari ya Ngara, habari ya wapi kule Ruvuma. Kama mkiamua, inawezekana. Hii lugha imeeleweka vizuri? Kwa sababu ninyi ni kundi kubwa. Leo hii tunashuhudia media nyingine nyingi, habari zao zinatoka na kusambaa sana, na media hizi nyingine hata mtaji hawana, lakini taarifa zao zinasambaa. Ninyi mmeibeba serikali asilimia zaidi ya 20, karibu 25, 22 ya bajeti ya nchi mnayo ninyi. Asilimia ngapi? 20 ngapi? 22, 21 ya bajeti ya nchi iko kwenu, iko kwenye wilaya zenu, iko kwenye mikoa yenu, iko kwenye halmashauri zenu. Maana yake mtaji mnao. Kama ninyi na viongozi wanaowasimamia, wakurugenzi kwenye mamlaka za serikali za mitaa, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa kwenye maeneo yenu, mkiamua, pengine habari ambazo tutaziona TBC zitakuwa ni habari zenu kwenye maeneo yenu, ili kwenda kuhamasisha, kuelimisha jamii na kutoa taarifa sahihi yale yanayoendelea katika maeneo yenu. Tumesema hapa wizara hii ni wizara kubwa. Si kubwa kwa bahati mbaya, ni wizara ya wananchi, kwa sababu baba wa taifa alirejesha wizara hii kwa jamii, akarejesha mamlaka ya wananchi kwa jamii kupitia wizara hii, ofisi ya Rais TAMISEMI. Na ndio maana bajeti yake, ukiangalia bajeti ya mwaka 2025-26 ni zaidi ya asilimia 21 ya bajeti nzima ya nchi, ambao ni shilingi trilioni 11 bilioni 782 milioni 984 na 200,000. Fedha hizi zinakwenda kwenye miradi mbalimbali katika mamlaka zenu, katika taasisi zenu, katika mikoa yenu na mamlaka za serikali za mitaa. Kila mmoja wetu sasa ni shahidi kwa kiwango hiki kinachokwenda kwenye miradi, na kila mmoja ni shahidi kwamba hakuna wizara nyingine inayopokea fedha nyingi kiasi hiki. Hakuna. Na fedha hizi, sehemu kubwa ya fedha hizi zimekusudiwa kwenye miradi ambayo inatekelezwa kwenye maeneo yenu. Maana yake ni kwamba mamlaka zenu zina miradi mingi pengine kuliko wizara yoyote, kuliko pengine taasisi yoyote. Nalisema hili kwa sababu kama mkiamua leo
mkasema kwamba mnataka habari za wananchi zitoke, ninyi mnaweza kwa umoja wenu na wingi wenu katika maeneo yenu. Inawezekana kabisa. Tuseme inawezekana. Tuseme inawezekana. Kwa sababu miradi mingi iko kwenu. Fedha nyingi imeletwa kwenu. Miradi ya masoko, miradi ya ujenzi wa shule mpya na shule ambazo zinakwenda kuboreshwa, miradi ya ujenzi wa vituo vipya vya afya, ujenzi wa hospitali mpya, miradi ya ujenzi wa zahanati mpya, ununuzi wa vifaa tiba, uimarishaji wa misingi ya utawala katika maeneo yenu, ujenzi wa majengo mapya ya utawala, ununuzi wa magari ya kuhudumia wagonjwa mahututi katika maeneo yenu, ujenzi wa masoko. Haya yote yanaendelea katika mamlaka zenu, kwenye halmashauri, kwenye wilaya zenu pamoja na mikoa yenu. Msingi huu wa mkutano huu sasa uende ukatoe dira kwa wale ambao pengine hawatambui mamlaka yao. Kwa miongozo tulionayo, manake ninyi ndio wasemaji kwenye wilaya zenu, si ndio, na halmashauri zenu. Kwa kushirikiana na mamlaka mlizonazo, kwa kupata taarifa sahihi, ushiriki wenu kwenye vikao, ninyi mnapaswa kuwa ni sauti kwa jamii, ili mwende mkaeleze, mkapeleke habari kwa wananchi. Lakini leo hii mimi na ninyi tunakiri kabisa kwamba upelekaji wa habari kwa wananchi umekuwa ukisuasua, na ziko sababu nyingi, na pengine kwenye mjadala yenu mtajadili. Ziko sababu ambazo nyingine mtasema ni za mamlaka zinazowasimamia, lakini ziko tathmini nyingine ni mapungufu kwa upande wenu. Wapo wasiotambua mipaka ya kazi zao, wapo wengine wametumwa kwenda kufanya kazi lakini hawatekelezi majukumu yao ipasavyo. Kwa hiyo kikao hiki kionyeshe dira ya kule ambako tunatamani kwenda, kule ambapo tunatamani Watanzania waweze kujua kile ambacho taifa letu linatekeleza katika maeneo mbalimbali. Na hii ni kwa sababu ninyi maafisa habari mmebeba dhamana kubwa ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu wapate haki yao ya msingi ya kupata taarifa, na si kupata taarifa tu, taarifa sahihi, na wakati mwingine kurekebisha taarifa ambazo zimekuwa zikitolewa lakini hazina ufasaha kwenye baadhi ya maeneo yetu. Hali hii mimi na wenzangu wanajua hapa, makatibu wakuu, kuna wakati unasikia taarifa imetoka kwenye halmashauri fulani lakini iko kimya, hakuna kiongozi ambaye anajitokeza kwenda kuizungumza na kuirekebisha. Nimekuwa nikiwaambia wenzangu hapa, hebu fuatilieni taarifa hii, waelekezeni hawa kutoka kuzungumza. Maana yake ni kwamba sisi wenyewe kwenye viti vyetu hatujakaa ipasavyo, hatujaenea. Si nimeeleweka vizuri eh? Maana yake kwenye viti vyetu, baadhi yetu hatujaenea ipasavyo, kwa sababu hatupaswi kusubiri wizara itoe maelekezo kuhusu nini kinachoendelea kwenye maeneo yetu. Hivi karibuni nadhani nilituma taarifa, ilikuwa ni wapi? Ilikuwa ni Ilala, ilikuwa ni wapi? Hii ya juzi hapa, katibu mkuu. Nikawaambia waambieni warekebishe hizo taarifa. Ilikuwa ni mkoa gani? Ilikuwa ya elimu nadhani. Lakini swali la kujiuliza, sisi kwenye nafasi zetu zinapoibuka taarifa ambazo zimetolewa za kupotosha, sisi nafasi yetu ni ipi kama maafisa habari kwenye mamlaka ambayo taarifa hiyo imeibuka? Sasa haya na mengine ni miongoni mwa mambo ambayo mnapaswa mkae muyafikirie na kuyajadili,
na turekebishe pale ambapo tunaona kabisa hapa tuliteleza au hapa tunapaswa kuongeza kasi ya utekelezaji wake. Kwa hiyo leo tumekutana hapa leo, lengo letu kuu ikiwa ni kupokea maelekezo ya serikali ya kwenda kuhabarisha umma kuhusu kazi mbalimbali zinazotekelezwa na serikali yetu, hasa kazi ambazo zinaangukia chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI, nikimaanisha taasisi zote zilizo chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Kuna DART, kuna TARURA, kuna Tume ya Utumishi wa Walimu, Shirika la Elimu Kibaha, Chuo cha Serikali za Mitaa, sekretarieti zote za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa, na yale yote ambayo yanaangukia kwenye mamlaka zenu. Wanapokuja viongozi, wizara mbalimbali kwenye maeneo yenu, manake taarifa zile zote pamoja na kwamba zitatolewa na wizara husika, ninyi mnapaswa kuwa wa kwanza kabisa kuhakikisha kwamba taarifa hizo zimewafikia wananchi katika maeneo yenu. Kikao hiki ni kikao mahususi kwetu sote, na nimeona vyema niwaite tupeane maelekezo ya namna gani, namna bora kabisa ya kutekeleza ili kwenda kuboresha upatikanaji au upashanaji wa habari kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI. Ninatambua kwamba zimekuwepo changamoto mbalimbali kwa maafisa habari, uwepo wa baadhi ya maafisa habari ambao kila siku hawana habari, na kila wakati mwingine tunapowauliza au kufuatilia kwenye vyombo vya habari hawatoki kwenda kutoa ufafanuzi ama kujibu hoja au kutoa majibu yanayopaswa kutolewa. Na wengine hawatambui kwamba wao ni sehemu ya taasisi. Ikiletwa lawama kwenye taasisi, maana yake kila mtumishi katika eneo hilo anahusika moja kwa moja na hiyo changamoto iliyoibuka katika maeneo hayo. Lakini pia tunatambua kwamba wako baadhi yetu ambao wamekosa ubunifu, hasa kwenye zama hizi za maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa hiyo tuna kazi kubwa ya kufanya kuhakikisha kwamba tunapeana mikakati ya kila mmoja wetu kwenda kuwa mbunifu, ili kusudi habari unayokwenda kuitoa iweze kuwavutia Watanzania katika maeneo yenu. Hapa ni ubunifu tu. Kwa hiyo pengine Mapepele na timu yako mtajipanga vizuri, kwa sababu hata ninyi mlipofika hapo mlikuwa wabunifu, na ndio maana mkaonekana na mkapanda madaraja kufikia level uliofikia baada ya Mapepele. Sasa hili mna wajibu wa kuhakikisha kwamba maafisa habari wote watengenezeni mipango ya kila mmoja wao kuweza kuona ni namna gani anaweza kuwa mbunifu kwenye eneo lake. Unaweza ukatengeneza jina kubwa sana kwenye eneo lako, lakini haya yote yanategemea namna unavyoweza kuchapa kazi kwa bidii, namna unavyoweza kuwa mbunifu wa mambo. Na huku tunaambiwa, na ndio ukweli, utekelezaji wa ilani kwenye maeneo yenu ni wa kiwango cha juu sana. Yako maeneo utekelezaji wa ilani karibu 99% na kwingine 100. Shule zimejengwa, zahanati zimejengwa, vituo vya afya vimejengwa, majengo ya utawala yamejengwa ya kutosha kabisa. Lakini utolewaji wa huduma, yako maeneo yenu ambako huko nyuma kulikuwa na changamoto nyingi kwenye sekta za afya. Changamoto hizo zimeboreshwa. Tulitegemea yale sasa mkayazungumze, muambie Watanzania. Zungumzeni kwa uwazi kabisa. Kama kuna Watanzania walikuwa wanafika vituo vya afya ni lazima watoe rushwa, sasa hizo rushwa tena hakuna, kwa sababu udhibiti umewekwa na viongozi wetu katika maeneo hayo kwenye huduma sekta ya afya. Hata tulitegemea hayo tuyaone, ninyi mkazungumza ili wananchi waweze kusikia yale ambayo serikali imekwisha yafanya kwenye maeneo yenu, lakini mmekuwa kimya. Sasa kikao hiki kitusaidie, na makubaliano ambayo ninaamini mmeshaweka au bado baina yenu na TBC bado yatatusaidia kuhakikisha kwamba kila mmoja wenu anatoka, na hiki kiwe kipimo. Hiki kiwe kipimo. Kama mtendaji mkuu hauwaoni miongoni mwao wakitoka, maana yake wekeni utaratibu, ni hatua zipi zichukuliwe
kwa afisa habari ambaye yuko kimya kabisa, wilaya yake haina taarifa mwaka mzima? Haiwezekani. Lakini pia katibu mkuu, kwa watendaji, wakurugenzi ambao watashindwa kutoa support kwa maafisa habari hawa kufanya kazi zao vizuri, manake na wao ni lazima tuchukue hatua. Si tumeeleweka vizuri hapa? Kwa hiyo wajibu huu ni wa kila mmoja wetu, kila mmoja wetu, kwa sababu haya tunayoyazungumza yapo kule kwenu, yapo kwenye halmashauri zenu, yapo kwenye mikoa yenu na wilaya zenu, na hayo ndio Watanzania wanataka kuyasikia. Msipoyatoa nyie, watatafuta habari nyingine ambazo hazina usahihi, habari za uongo ndizo zitakuwa habari katika maeneo yenu. Na kama kuna habari za uongo zinatolewa na ninyi kwenye ofisi yenu mmekaa kimya, maana yake habari hizo ndio zitakazokuwa habari sahihi, kwa sababu miongoni mwenu hamjatoka kwenda kuzijibu au kuziwekea usahihi wa habari za kupotosha ambazo zimekuwa zikitolewa kwenye maeneo yenu. Nimearifiwa kwamba kuna baadhi yenu hamjawahi hata kuandika taarifa kwa umma. Baadhi yenu, na nimeletewa majina, hamjawahi hata kuandika taarifa kwa umma wala kwenda kutoa ufafanuzi wowote katika vyombo vya habari, mitandao ya kijamii, wala kutafakari yanayosemwa kuhusu taasisi zenu, na ninyi kwenda kuwashauri viongozi wenu kwenda kutekeleza majukumu yanayohusiana na kuhabarisha umma katika maeneo yenu. Nimepewa taarifa hiyo. Lakini pia natambua kwamba katika taarifa ambayo katibu mkuu ameizungumza hapa, zipo changamoto ambazo baadhi yenu mmekuwa mkabiliana nazo, na changamoto hizi zimekuwa zikitumika kama nguzo ya kuwakwamisha kutekeleza majukumu yenu kwa ufanisi zaidi. Kama serikali tunakiri uwepo wa upungufu wa maafisa habari katika baadhi ya maeneo. Maafisa habari 24 katika baadhi ya mamlaka ya serikali za mitaa na maafisa habari 2 katika mikoa, na ninatambua kwamba halmashauri 150 ndio zenye maafisa, huku 34 zikiwa hazina maafisa habari. Hali hii imepelekea idadi ya maafisa habari katika mamlaka zote za serikali za mitaa kuwa ni 201 na waliopo kwenye mikoa ni 28. Tukichukua takwimu hii ya idadi yenu, maana yake kama katibu mkuu utafanya msawazo kabisa, ziko halmashauri au majiji zina maafisa habari wengi kuliko upungufu uliopo kwenye baadhi ya mikoa 2 na baadhi ya halmashauri karibu 24. Kwa idadi ya maafisa habari tulionao serikalini chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI, na kama mtafanya msawazo katibu mkuu, ina maana kila mkoa kutakuwa na afisa habari, hata kwenye mikoa 2 ambayo imepungua. Sasa tumekuwa na mlundikano, ziko halmashauri pengine zimeajiri wengi maafisa habari, au pengine kwenye majiji wamejaa maafisa habari, lakini ipo mikoa na ziko halmashauri hazina maafisa habari. Sasa hili katika kipindi hiki tunachoelekea huko mbele ni vyema katibu mkuu mkaliangalia, kwa sababu kwa idadi ya maafisa habari waliopo, hata hapa waliopo, wanatosheleza kabisa kila mmoja kukaa kwenye wilaya, kila mmoja kuwepo kwenye halmashauri, kila mmoja kuwepo katika mkoa. Sasa hili ni wajibu wenu katibu mkuu, hebu liangalieni katika dhama hizi tulizonazo sasa, na hasa huku tunakoelekea
haipendezi na wala haikubaliki kwa mujibu wa taratibu kuona mkoa unakwenda kuazima maafisa habari wakati maafisa habari wapo wa kutosha. Mngeliweza kuwasambaza kwenye maeneo mengine na wakatimia wakafanya kazi yao ipasavyo kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo ni wajibu wenu Katibu Mkuu kwenda kulirekebisha hili ili kusudi tuweze kutimiza wajibu wetu na kila mmoja wetu aweze kufanya kazi yake kwa namna ilivyokusudiwa. Lakini nichukue fursa hii kuendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutatua changamoto mbalimbali za kada za utumishi tulizonazo katika maeneo yetu, na tukiri tu kwamba rais wetu ameendelea kuimarisha kada hii ya maafisa habari, ambapo katika mikoa huko nyuma walikuwa chini ya idara ya utawala, na kwenye halmashauri kitengo cha habari na mawasiliano waliunganisha na kitengo cha tehama. Kwa hivi sasa muundo mpya za mitaa ambao Mheshimiwa Rais yeye mwenyewe ameridhia muundo huu mpya utumike, na muundo huu utaanza kutekelezwa kuanzia mwezi Julai, ambapo kitengo cha mawasiliano serikalini vitasimamiwa na wakuu wa vitengo pamoja na kuwapatia fungu la fedha subvote kwa ajili ya kujiendesha wenyewe bila kutegemea fedha za idara nyingine. Kwa marekebisho haya ambayo serikali chini ya rais wetu Dr. Samia inaendelea kuyafanya, ilianza kuyafanya huko nyuma na inaendelea kuyaboresha, maana yake ninyi ni watu muhimu sana katika ofisi za mamlaka zenu, ni watu muhimu sana kwa sababu ni vitengo ambavyo tayari serikali imekwisha vitambua. Sio, nimeeleweka vizuri hapo? Ni vitengo ambavyo serikali imevitambua. Kwa hiyo niwaombe sana msikae kinyonge nyonge. Si mmenisikia vizuri Msikae kinyonge nyonge. Hebu shikeni ofisi zenu, jiimarisheni na mkae vizuri kwenye viti vyenu. Tambueni wajibu wenu, tambueni taratibu zenu za utendaji. Shikeni nchi yenu. Mkiamua kwa idadi yenu, kwa resources mlizonazo, habari zenu ndizo zitakazokuwa zinasomwa kwenye mitandao ya kijamii. Habari zenu ndizo zitakazokuwa zinasikika kwenye vyombo mbalimbali vya habari, hasa TBC ambako hatuwaoni. Hii lugha imekaa vizuri? Msingi wa maelekezo yangu, kama kila mmoja wenu akitambua wajibu wake, kila mmoja wenu akitosha kwenye kiti chake, ukae utoshe kwenye kiti chako, ujue wajibu wako, ujue mipaka yako ya kazi, ujue taratibu za kazi za ofisi yako. Hakuna habari nchi hii itakayosikilizwa zaidi ya habari mtakazoziandika ninyi kwenye maeneo yenu. Hii lugha imeeleweka vizuri? Au bado nirudie? Nirudie? Kama kila mmoja wenu akitambua wajibu wake, akitambua umuhimu wake kwenye jamii, akitambua taratibu za uendeshaji wa ofisi yake, akipambana kuhakikisha kwamba anasimamia taifa lake, habari zenu ndizo habari ambazo Watanzania watazisikiliza kupitia mitandao ya kijamii, kupitia vyombo mbalimbali vya habari, hasa TBC ambapo habari zenu hazisikiki. Hii lugha imeeleweka au nirudie tena? Imeeleweka Kwa hiyo msingi wa maelezo yangu, kila mmoja wetu sasa kuwa mzalendo, kila mmoja wetu kuamka. Changamoto mataifa yote yanazo, kila taifa lina changamoto zake. Hakuna taifa ambalo halina changamoto. Lakini hata huku tulikofika sisi tulianzia huko chini. Hakuna yeyote kati yetu ambaye alizaliwa tu akapanda juu.
akawa kwenye nafasi alionayo. Tulianzia huko kwa chini. Tulikutana na changamoto hizo hizo. Lakini tulipambana. Hatukujifunga. Hatukujifunga na bajeti tu tulizo nazo. Tulitoka, tukajiongeza. Tukafanya kazi kwa bidii. Tukaweka uzalendo. Ndio maana tumefika hapa. Yuko afisa habari pale nimemwona, niliwahi kuwa naye mahakamani miaka 24 iliyopita. Uko wapi siku hizi? Uko Bagamoyo. Huyu nifanya naye kazi wakati nikiwa mahakama. Nikiwa hakimu, nikiwa naibu msajili mahakama kuu pale. Anafahamu vizuri. Huu ni mwaka wangu wa 24 kwenye utumishi wa umma. Lakini sikuanza hapa nilipofika. Hata viongozi wote hapa ukiwasimamisha, hakuna yeyote kati yetu hapa aliyepanda moja kwa moja tu akawa mkuu wa mkoa, akawa naibu katibu mkuu, sijui akawa nani. Kila mmoja ana mapito yake. Kila mmoja wetu ana mapito yake. Lakini wajibu wetu ni kuamua kufanya kazi kwa bidii, kujiongeza, kuweka uzalendo mbele, kuliweka taifa letu mbele. Mkiwaona Watanzania wanapenda habari nyingi ambazo si sahihi, ni kwa sababu sisi tumelala. Na ndio maana ukiangalia kwenye mitandao, hata wakati ule tunasoma magazeti ya vichekesho yanasomwa sana. Au uongo jamani? Ya udaku. Kwa sababu wenye professional zao wamelala. Wale wenye professional zao wamelala. Sasa niwaombe tuamke. Niwaombe sasa tuamke. Na maelekezo haya katibu mkuu yaende sambamba. Wakati maafisa habari wameridhia kuamka, si mmeridhia kuamka? Sasa wale wenye sifa za kukaimu vitengo wakaimishwe, na wale wanaokaimu wapewe mamlaka kamili ili waweze kutekeleza majukumu yao vyema ipasavyo. Nadhani katibu mkuu umenisikia. Wakati tunafanya marekebisho yote ya kumtaka kila mmoja wetu kwenda kufanya kazi, wako miongoni mwetu humu ambao wamekuwa wakikaimu kwa muda mrefu. Na taratibu za serikali ziko wazi tu. Kukaimu mwisho huwa ni miezi 6. Maana yake aliyekaimu miezi 6 anapaswa sasa kupewa nafasi yake kama ndio afisa kwenye kitengo husika, ili waende wakafanye kazi kwa bidii kwa ajili ya taifa lao. Ndugu maafisa habari, serikali itaendelea kushughulikia changamoto mbalimbali hasa za kimuundo na kiutumishi ambazo zimekuwa zikiwa gharimu pengine kutofanya kazi vizuri katika maeneo yenu. Na haya ndio maelekezo yangu kwa katibu mkuu. Pitieni kama changamoto ya kutofanya kazi kwa bidii pengine ni upande wetu, hasa kutowathibitisha wale wanaopaswa kuthibitishwa. Hebu pitieni, kila mmoja wetu tumtendee haki, kwa sababu na sisi tunataka tutendewe haki kwa taarifa zetu kutoka na Watanzania waweze kujua kile kinachoendelea kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo watendeni haki katibu mkuu. Watendeni haki maafisa habari. Fuatilieni mienendo yao katika maeneo yao. Fuatilieni utendaji wao kupitia wakurugenzi. Hakikisheni mafungu yao yameshuka kwao. Sio mkurugenzi anayashikilia, wakati ni wajibu zishuke chini, ili maafisa hawa waende kukimbia kutafuta habari kwenye vijiji, vitongoji na miji kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo katibu mkuu, maelekezo yangu kwako, kwa makatibu tawala na wakurugenzi wa mamlaka zote za serikali za mitaa, wazingatie mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuhakikisha maafisa habari wanashiriki kikamilifu katika ziara zote za viongozi pamoja na timu za tathmini na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo, kwa lengo la kuwezesha kuwa na uelewa wa kazi zinazofanywa na mikoa na halmashauri, ili waweze kuzitangaza
kwani maafisa hawa ni sehemu ya timu yenu. Lakini 2, kuwapatia mafunzo kazini, in service training, kama vile uandishi wa takwimu, vibango, kuhariri video na mafunzo mengine kadri itakavyoonekana inafaa. Na 3, hakikisheni maafisa habari wanaingia kwenye vikao vyote vya kisheria ili kuwawezesha kuwa na uelewa mpana wa eneo la kazi, ili kuweza kusaidia yale yanayopatikana katika maeneo hayo na kutoa taarifa kwa jamii kwa ujumla. Lakini 4, hakikisheni viongozi wote wanashiriki katika vipindi vinavyoandaliwa kwenye vyombo vya habari vilivyopo kwenye maeneo yenu na vile vya kitaifa na kimataifa. Waratibu wakuu wa kazi ya kujitangaza katika ngazi ya taasisi wakishirikiana na makatibu tawala wa mikoa, mkuu wa taasisi au mkurugenzi wa halmashauri. Na 5, hakikisheni fungu lao la fedha, yani subvote, wanapatiwa na linalipwa kwa kila inapostahili, yani OC au mapato ya ndani, ili waweze kufanya kazi kwa weledi. Katibu mkuu, hili ulisimamie na ulifuatilie kwa karibu sana, ili kuhakikisha kila mmoja mwenye kustahili aweze kulipwa kwa namna anavyostahili. Na nimearifiwa kwamba baadhi yao maafisa habari hapa hawajapewa ofisi au wengine wamenyang'anywa na kupewa idara nyingine. Nimesikia hiyo taarifa. Maelekezo yangu katibu mkuu, waandikie wakurugenzi mamlaka zote za serikali za mitaa kuhakikisha kwamba wamewakabidhi ofisi zao maafisa habari hawa. Kila mmoja akabidhiwe ofisi yake. Ndio maelekezo yangu katibu mkuu. Na maelekezo yangu uyafuatilie maelekezo haya, ili kusudi kila afisa habari atakayetoka hapa leo aweze kupatiwa ofisi yake kwa namna ile ile ya taratibu za uendeshaji wa ofisi. Lakini pia nina maelekezo kwenu maafisa habari. Kila mmoja wetu anatambua kwamba hakuna haki isiyokuwa na wajibu. Kwa hiyo ninawaelekeza maafisa habari ambao tumejumuika leo katika semina hii, kila afisa habari aendelee kuandaa mpango kazi kutokana na mpango mkakati wa taasisi au mamlaka husika na vipaumbele vya taasisi au mamlaka ambavyo kwa ujumla vitasaidia kwenda kuelimisha jamii na umma kwa ujumla. Lakini 2, endeleeni kuwasilisha taarifa za utendaji kazi kila baada ya miezi 3 kwa mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa mikoa, ambaye naye atazowasilisha kwa mkuu wa kitengo cha mawasiliano ofisi ya Rais TAMISEMI kwa ajili ya kuzifanyia tathmini na ufuatiliaji. Na 3, hakikisheni mnakuwa wabunifu kwenye kuchakata habari, kuziandika na kusambaza ili ziweze kuwafikia Watanzania walio wengi. Na 4, hakikisheni mnakwenda kuhuisha tovuti na mitandao yenu ya kijamii kwa kuweka taarifa za kila wakati zinazotokea kwenye maeneo yenu, kwa lengo ikiwa ni kuelimisha jamii kuhusu kazi zinazotekelezwa kwenye maeneo yenu. Na 5, hakikisheni mnaandika habari zenye hamasa na kuibua ushuhuda kuhusu kazi za serikali na miradi inayotekelezwa, ambapo viongozi wa ngazi husika na wananchi wa kawaida wahusishwe kuusemea mradi au kazi fulani zinazotekelezwa katika maeneo yenu. Na 6, hakikisheni mnaandaa vipindi vya kutoa elimu kwa umma kupitia vyombo vya habari kwa jamii vilivyopo katika maeneo yenu na kuandaa ratiba kwa ajili ya viongozi kushiriki kila wiki katika vipindi hivyo. Na 7, hakikisheni mnafuatilia taarifa za miradi ya maendeleo kuanzia ngazi za wizara, mikoa na taasisi zote, ili kujua miradi imepata fedha kiasi gani na inatekelezwa kwa utaratibu upi. Maelekezo yangu kwa mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini ofisi ya Rais TAMISEMI: 1, ni kuwasilisha taarifa jumuishi ya utendaji kazi wa maafisa habari wa taasisi, mikoa na halmashauri, mafanikio na changamoto
na kutoa ushauri kwa ambao wameshindwa kutimiza wajibu wao ili wachukuliwe hatua za kinidhamu. Na 2, kutumia mkakati wa mawasiliano unaohusisha ofisi ya Rais TAMISEMI, sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, kuandaa vipindi vya kuelimisha jamii vitakavyoangazia kazi na miradi mbalimbali inayotekelezwa katika sekretarieti za mikoa na mamlaka za serikali za mitaa, na virushwe kwenye televisheni pamoja na kutumia njia nyingine mbadala kujitangaza. Ndugu maafisa habari, nikiendelea kuhitimisha hotuba yangu, ninapenda kuendelea kuwasisitiza kuweka uzalendo mbele, kuliweka taifa letu mbele, na ninyi mkawe ni kioo cha kutoa habari ambazo Watanzania watavutiwa kuzisikiliza na kuziangalia katika maeneo yenu. Tumekubaliana hapa leo kwamba baada ya kikao hiki kila mmoja wenu atakwenda kuishika jamii vyema kwa kutafuta habari na taarifa katika maeneo yenu, na taarifa hizo rusha habari za mikoani kule kwenu hatuzioni. Hasa baada ya kikao hiki na baada ya makubaliano ambayo mtasaini leo, tunataka niwaone maafisa habari ninyi mkitamba kwenye maeneo yenu, kwa sababu vya kusema mnavyo, kazi imefanyika. Ni kitongoji gani ambacho hakijapata fedha? Labda niwaulize swali hili. Ni kijiji gani ambacho katika maeneo yenu hakijapokea fedha za miradi? Ni wilaya gani ambayo haijapata fedha za miradi kwenye maeneo yenu? Ni mikoa gani ambayo haijapata fedha za miradi au inatekeleza miradi mbalimbali mikubwa katika maeneo yenu? Hayo ni maswali ambayo mimi na wewe tunapaswa kujiuliza. Je, kwa umri wetu na kazi ambazo tunaendelea kuzifanya kwenye maeneo yetu, kweli tumeweza kufikishia jamii taarifa sahihi ambazo jamii ilitamani kuzipata kwenye maeneo yetu? Hili sasa ni swali ambalo mimi na wewe tunapaswa kujiuliza tunapotoka hapa. Na huu ni wajibu wetu. Baada ya kikao hiki cha leo, tuone mabadiliko makubwa katika maeneo yenu. Na ninyi kama maafisa wa serikali kwenye maeneo yenu, hakuna ubaya wowote unapoona taarifa za uongo zimerushwa za upotoshaji katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa kuwa ninyi tayari mna facts zote, mna maelezo yote, mna majibu ambayo Watanzania wanatamani kuyasikia. Kuanzia leo sasa nataka niwasikie. Kama kuna taarifa ya upotoshaji, ninyi ingieni kwenye mitandao hiyo. Nendeni mkawaambie ukweli wa Tanzania, kile kinachoendelea kwenye jamii yetu. Sijui nimeeleweka vizuri hapo? Nataka niwaone, na mtendaji mkuu utakuwa unafuatilia, ili kusudi unionyeshe wale ambao wanarespond, wanakwenda kujibu hoja za maswali ambayo Watanzania wanataka kuyajua. Kwa sababu yako mambo yanaibuka kule, ninyi mkitoka mkaenda kueleza ukweli. Kama ni klipu zimetumwa za uongo, ninyi tumeni klipu za ukweli, kueleza ule ukweli kwa jamii ambayo ninyi ndio mnaoishi kwenye maeneo yenu. Kwa kazi ambayo rais wetu ameifanya, kazi ya kizalendo, wajibu wetu ni kumsaidia pale ambapo tunapaswa kutekeleza majukumu yetu ipasavyo. Rais ameleta fedha nyingi, miradi inatekelezwa kwenu. Wajibu wa kumsemea na kuzungumza hayo yanayotekelezwa ni ya nani? Si ya kwenu? Na wauliza, si ya nani hayo? Ya kwenu. Kwa hiyo niwatake mtoke sasa. Tokeni maofisini, nendeni mkayazungumze haya. Na siku hizi kuna teknolojia nyingi, huhitaji kuwa na kamera nzuri sana, hata simu zinatosha. Kwa maelekezo ambayo TBC watatusaidia kutuelimisha, naamini mtendaji mkuu atapata fursa ya kuzungumza hapa wa TBC, atatusaidia. Sio lazima uwe na kamera ya kisasa sana. Unaweza ukawa na simu ya kawaida kabisa, lakini taarifa zikawafikia Watanzania. Kwa hiyo haya na mengine mengi ambayo mtaendelea kuyajadili yawe ni sehemu ya utekelezaji, na baada ya leo tukubaliane, kila mmoja wetu atakwenda kubadilika, atakwenda kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya taifa letu. Taifa hili linatutegemea sana. Taifa hili
Watanzania wanatuamini, Watanzania wanatutegemea. Lakini kama kila siku wanaletewa taarifa na habari za uongo, tunawashusha na kuwafanya wakate tamaa. Wajibu wetu sisi, twende tukazungumze ukweli, tutafute habari sahihi na twende tukazungumze. Kwa wanahabari tuliopo mnaokava kwenye halmashauri mbalimbali, kwa wanahabari mliopo kwenye wilaya mbalimbali, kwa wanahabari mliopo kwenye halmashauri na kwenye mikoa mbalimbali, kwenye taasisi mbalimbali za serikali zilizo chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI, ninyi mnatosha kabisa kwenda kutoa taarifa sahihi kwa Watanzania. Ninyi mnatosha na ninyi mnaweza. Mimi ninawaamini kwamba mnaweza mkiamua. Hasa leo mkubaliane hapa kwamba sasa mmeamua. Mzee wa Chalinze, nimekusikia umesema Chalinze hapa. Ulichomekea. Tunataka tuzione habari za Chalinze, mkieleza miradi inayotekelezwa kule Chalinze. Watu wa Kongwa wako wapi? Kongwa. Tunataka tuone habari za Kongwa. Ngara wako wapi? Tunataka tuone habari za Ngara. Watu wa Mtwara wako wapi? Tunataka tuone habari za Mtwara, Lindi. Kuna miradi mikubwa inakuja kule ya gesi. Toeni elimu, Watanzania wasikie. Kwa waliopo Iringa kule, tunataka tusikie. Walioko Njombe, tunataka tusikie. Na nimekusha sema hapa, ninyi mkiamua, Watanzania watasikiliza habari zenu kama mtaamua. Na maamuzi haya lazima tuyafanye leo, sio kesho. Tusichelewe kuyafanya maamuzi haya. Tusiwafanye Watanzania wazoee kulishwa taarifa ambazo sio sahihi. Haiwezekani. Hatuwezi kuwa na taifa la namna hiyo. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja wetu ajue wajibu wake. Kila mmoja wetu tuamue tutoke kwenda kutekeleza wajibu wetu. Na ndio maana ya kikao hiki. Tunawataka, kama kuna habari huko nje zimesambaa, sasa ninyi nendeni mkafanye marekebisho. Nendeni mkatoe habari ambazo Watanzania watakwenda kuzisikiliza na ambazo zitakwenda kutoa elimu kwa Watanzania kuhusu yanayoendelea katika jamii yetu. Kwa hiyo nimalizie tu kwa kusema kwamba ni mategemeo yangu kwamba baada ya kikao hiki nitakuwa nashuhudia habari zenu zikipishana, hasa TBC zikiwa zinapishana. Inatoka Njombe, namuona afisa habari fulani pale. Afisa habari wa Njombe yuko wapi? Nataka nikuone kwenye media. Wewe mwenyewe. Tumpigie makofi kabla hajatoa habari. Maana tunakutia moyo. Afisa habari wa Bukoba mjini yuko wapi? Tukuone. Kwani haipendezi na wewe ukionekana kwenye TV jamani? Sinapendeza sana. Tukuone pale umetoka unazungumza kuhusu habari za pale Bukoba mjini. Afisa habari wa Mwanza jiji yuko wapi? Mwanza jiji. Tukuone. Tuna miradi chungu mzima kule. Sengerema uko wapi? Afisa habari Sengerema. Tukuone. Tena wewe tungekuona sana. Tuna miradi mikubwa kule tunatekeleza pamoja na daraja la Busisi. Ungeonekana mnatoa elimu, mnawaambia wananchi tulikotoka na tuliko sasa. Kwa hiyo haya ndio tunayotegemea, na mategemeo yangu ni waone kwenye habari, ni waone kwenye mitandao ya kijamii, ni waone kwenye magrupu ya WhatsApp huko mkibishana kwa niaba ya serikali, kwa niaba yenu. Kwa sababu ninyi ndio wawakilishi kule kwenye mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa. Tuwaone kwenye magrupu kule ya WhatsApp mkibishana na kueleza ukweli yanayoendelea ndani ya serikali. Ndugu maafisa habari, mwisho napenda kuwashukuru viongozi wote ofisi ya Rais TAMISEMI, mikoa na mamlaka za serikali za mitaa kwa kuendelea kutekeleza majukumu yenu vyema kwa niaba ya wananchi. Niwatakie usimamizi wa karibu wenye mafanikio ili maafisa habari wa ofisi ya Rais TAMISEMI
taasisi chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI, mikoa na mamlaka za serikali za mitaa waweze kufanya kazi na kuleta matokeo chanya katika kuhudumia na kuhabarisha umma wa Watanzania kuhusu kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kikao hiki kiwe ni mapinduzi ya fikra, mapinduzi ya kiutendaji, na kwamba kila mmoja wetu sasa atakwenda kufanya kazi kwa bidii, kwenda kuelimisha jamii. Na sisi tunaamua kwa pamoja kwamba sasa tunakwenda kuishika mitandao ya kijamii, tunakwenda kushika magrupu yote ya WhatsApp ili kusudi tuwaambie Watanzania yanayoendelea ndani ya serikali. Twende tukashike vyombo vyote vya habari, hasa TBC, kuhakikisha kwamba taarifa zetu za vijiji tunakotoka, taarifa zetu za kata tunakotoka, taarifa zetu za tarafa tunakotoka, halmashauri tunakotoka, wilaya na mikoa tunakotoka, zinawafikia Watanzania kwa ajili ya kutoa habari, kueleza ukweli na kueleza mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu awabariki maafisa habari wote, na asanteni kwa kunisikiliza.